Shughuli ya uondoaji wa vifusi inaendelea katika eneo la Twiga Beach Watamu kufuatia kuporomoka kwa sehemu ya jengo la ghorofa 5 lililokuwa linaendelea kujengwa Jumatatu alasiri. Haya kutokea mara moja, yametokea mara tatu. Mara ya kwanza tulikuja ikawa wamekufa mtu mmoja, majeruhi wawili. Tukawapeleka hospitali na wengine tukaenda kumzika. Hali hii ya leo ambayo imetokea kwa hii ghorofa, na tayari tumeona kwamba tumepoteza kijana mmoja, na ule uchafu ama baada ya kwamba anafanya ile foundation, huyu Alfonso yule mzungu ambaye amejenga hii ghorofa, tunaona kwamba zile debris zote alichukua akamwaga kwa bahari. Mtu mmoja amethibitishwa kufariki dunia huku wengine kadhaa wakijeruhiwa katika mkasa huo, huku vikosi vya uokoaji vikiendelea na juhudi za kuwatafuta na kuwaokoa wanaoshukiwa kuwa wamekwama chini ya vifusi. Mjengo unabeba maji. Mbali na hivyo ni kwamba huyu mwenye huu mjengo, na kabla haujaanza hatujaulizwa wala kuambiwa kuna jambo kama hili linaloendelea, wala hata kuchukua ripoti kutoka kwa watu wa NEMA ama watu wa NEMA waje ama wale wenye ni wahusika wa mambo ya mijengo. Hatujajua chochote. Mhandisi Ahmed Mohamed amesema uchunguzi wa awali ulionyesha kuwa vifaa vilivyotumika katika ujenzi huo vilikuwa vya viwango duni, jambo linalodhaniwa kuchangia kuporomoka kwa jengo hilo. Uchunguzi zaidi unaendelea kubaini chanzo halisi cha ajali hiyo. Tunafuatilia ili kufanya uchunguzi, tujue approvals ya mjengo ilifanywa vipi na kama imefuata ile utaratibu ya sheria ambayo inastahili. So yetu ni kuomba watu ya Malindi wakuwe watulivu, watupatie muda tuweze kufanya uchunguzi ambao ni wa kina ili tuweze kupata suluhisho kwa shida kama hii. Na pia ni kusema pole kwa familia ya wale ambao wamepoteza mpendo wao na wale ambao labda wamepata majeraha katika mjengo huu, ni kuambia pole, na tunahakikisha kwamba tutafanya uchunguzi wa kutosha na kuhakikisha kwamba sheria itafuata mkondo wake. Nikiripotia runinga Al Hajar, jina langu ni Odit Ayata.